Na taasisi ya uhandisi nchini IEK imesema kwamba 40% ya wahandisi kutoka Pwani ni wanawake kufuatia ongezeko la wanafunzi wa kike wanaojiunga na vyuo vya mafunzo ya kiufundi. Wakizungumza katika eneo la Msambweni, wahandisi hao wanasema idadi ya wanawake katika taaluma ya uhandisi inazidi kuongezeka nchini ikilinganishwa na hapo awali ambapo wanaume ndio walikuwa wengi. Wanachama wa taasisi hiyo waliungana na wanafunzi wa chuo cha kiufundi cha Msambweni kuwapa ushauri na elimu kuhusu nafasi za ajira zilizopo kwenye taaluma hii. Ni pia kuweza kuwahimiza wadada zetu kuweza kusoma zaidi na kuweza kujiunga katika hii taasisi kubwa ya uhandisi. Maana akiwa tayari yuko katika shule inamaanisha kuna hatua ambayo ashaianza tayari. Atafanya diploma yake kisha akafanye degree yake. Akishafanya degree yake kuna baadhi ya vitu viwili vitatu atafanya hapo mbele na aweze kuwa mhandisi. We have many courses in the departments, and one thing that we have been able to achieve in this college is that we have raised the gender ratio. Before, the women in engineering courses used to be few, but right now when you look at the gross enrollment, male versus female, we have 46% female and 54% male, which is a great improvement. Of course, we are not yet there because we are targeting 50-50, but we hope to get there sooner than later. Ni passion, naweza sema ni passion, ni kitu nimekuwa nikitamani kufanya. Na naweza motivate wasichana wenzangu tujikakamue. Hakuna kitu ngumu, ni kung'ang'ana tu. Kuna venye tunajaribu kuwaeleza kudemystify hizo stereotypes za watu wanaona eti huu ni mgumu ama labda hii ni ya wanaume.